Ni ngumu ama rahisi kiasi gani kucheza na mpinzani wako Simba? Siku zote mechi hii inakuwa ngumu, lakini ni mechi ambayo ilikuwa inatakiwa iamuliwe kama hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata ushindi na tumeweza kuchukua ubingwa. Ni kitu kikubwa kwetu na historia nzuri kwetu. Sawa. Nimekuona wewe ni moja kati ya mchezaji ambaye umefanikiwa kufunga leo mbele ya timu kubwa kama Simba. Unakuwa proud na nini? Akikweli najisikia vizuri kwa sababu mechi kubwa kama hii, na mimi ni mchezaji ambaye nimetokea under 20, kufunga kwenye mechi kubwa kama hii ni kitu kizuri kwangu, na nazidi kujipongeza hapa nilipofika. Tutaendelea kupush ili niweze kufika mbali sana. Mzize, tumekuwa ukiimarika kila msimu ambao tunacheza Yanga. Msimu huu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanawania kiatu cha dhahabu. Unajisikiaje? Na huu ni msimu wako bora, naweza kusema hivi. Akikweli umekuwa msimu bora kwa sababu sijawahi kufikisha goli kama hizi. Nyinyi ni mashahidi. Kwa najisikia vizuri kwa hizo goli nilizofika, na kwani ilikuwa niwanie kiatu lakini haikuwa bahati. Hizo goli nilizofikisha na mshukuru Allah kwa hapo nilipofika, kwa sababu sina kitu rahisi. Najipongeza mimi mwenyewe na watu ambao wananisupport kila siku. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu awazidishie na wasiweze kupata tamaa na mimi waweze kunipush ili tuweze kufika mbali. Mzize umekuwa na msimu bora kiasi kila klabu kubwa inahusishwa na Mzize. Mzize tenda huku, Mzize tenda huku. Lakini miongoni mwa klabu inayotajwa sana ni Zamalek ya Misri. Kwa hiyo umepokea ofa kutoka Zamalek ya Misri? Mimi siwezi kujua wala siwezi kusema kitu kwa sababu kila kitu kiko kwenye management yangu. Utarajie kuona Yanga msimu ujao? Kila kitu kiko kwenye management yangu, ndio wanajua kila kitu kama nitaweza kuwepo au sitokuwepo. Msimu ukiisha naamini kila kitu kitajulikana. Ofa ya Zamalek ikifika mezani kwako utakubali utaikataa? Kila kitu kiko kwenye management yangu, mimi sijui chochote. Shemani, tumalizie.